Unaweza, Mungu wa uzima, Mungu wa uzima, moyo wangu wa kutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Tunakuabudu asubuhi ya leo. Hakuna Mungu kama wewe, unastahili sifa na unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu, hakuna mwingine kama wewe. Asubuhi ya leo tunasema wewe ni Alpha na Omega, unastahili kuabudiwa. We surrender to you this morning, Lord. As we are about to hear your word, we pray that God will help us to the glory and the honor of your holy name to understand everything that we have intended to do this word in the name of Jesus Christ. You are King of Kings and the Lord of Lords. We bless you and we honor your holy name. In the name of the Father, in the name of the Son, in the Holy Spirit we pray. Amen. And we believe. Sema amen. Amen. Sema amen. Masa yetu imeenda sana 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 sana. Sijui kunaenda aje. Sana 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 sana. Sana sana. Sema sana sana. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Sijui umeshinda wiki yake, mimi nimeshinda vyema na Bwana amekuwa mwokozi wa maisha yangu. Amen. We thank God because of His grace. Sasa unajua watu wako tu na pilika akili zao zinawasumbua venye wanakula na venye wanakunywa. Hiyo ndio kitu kinasumbua watu sasa kwa vichwa zao na venye watavaa. Amen. So watu wanasumbuliwa na vitu watakula na vitu watafanya nini? Watakunywa. Imekuwa TikTok. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuwa TikTok. Nikakuta watu wenye hapo ni wasomi. Nikakuta kumbe nilikuwa naongea na watu almost all of them ni kama walikuwa maloya. So wakanikaribisha pale and we were discussing something about hizi pilika za Christmas. Is it recorded? Is it in the Bible? Bwana Yesu asifiwe. So tukagundua ya kwamba Christmas takuja kuambia as days proceeded. Is Christmas, amen, Bwana Yesu asifiwe. Is Christmas watu wanasherehekea. Some of them wana celebrate very wrong. Amen. Wana celebrate wrongly. Amen. Yaani wanazisherehekea pasipo. Amen. Yaani unakuta mtu amekataa Yesu, lakini because amepewa leave ya mwezi mmoja ama mwezi mmoja na nusu, anaamua kwenda kupiga sherehe. Siku hizi naenda kupiga sherehe, yaani kusherehekea. Anaamua kwenda kufanya nini? Kupiga sherehe, which is okay. It's no problem. Na watu kupiga sherehe inaruhusiwa. Amen. So sitaki kwenda hapo. Nataka that's why unaona, because of this ignorance unapata shetani anatake advantage. Anatake nini? Advantage ya watu kuwa ignorant. Wanafikiria venye wanakula na venye watakunywa. Shetani anawapatia pale, na wengine wanasherehekea Yesu ambaye amezaliwa siku ya 25. Yesu ambaye hawana ndani yake. Yaani wanasherehekea mtu wamemkataa.
Yesu asifiwe. Wanasherehekea mtu wamefanya nini? Wamemkataa. Mama Grace. Wanasherehekea Yesu wamefanya nini? Wamemkataa. Wewe ni mtoto umeshika. Mtoto wapi mtoto? Stanley. Stanley na? Stanley. Oh. Unajua kama vile ni mora. Oh. Kuna siku bado umetuletea miujiza huko. Amen, amen. Okay, sawa. Unajua nikiwa hapo mimi. Unajua kuna kitu sijawahi waambia. Naona ikiwa hapa. Nikiwa hapa. Anaweza kuwa tunapiga story lakini niko kwa ibada. Naona kila kitu. Nikiwa hapa naona kile. Unaona mimi naona kama uko na mtoto. Sijakuona ukiingia. Ndio kama uko na mtoto. Na nikiwa nimesimama hapa uonekane mtoto haonekani. Haonekani kabisa. Amekibwa na hiyo kitu iko next kwako mbele yako. Naangalia unajua naangalia kwa watu hivi na roho inaniambia niulize mtu swali. Roho inaniambia kusasa. Sasa na huyo wako na nini ameshika. Oh, zaidi nimeona mtoto. So, watu wanaposherehekea Christmas. Niliwaambia tena narudia. Kuna watu wanaenda kusherehekea hiyo Christmas. Na wanaenda wakiendanga hivyo. Do not see the light of the day. Nikasikia mwingine ananiambia wewe ni pastor wa aina gani? Nikamwambia mimi si pastor wako, nikusema nimesema. Mimi ni pastor wa watu wachache sana ambao wako hapa kanisani. Wewe ni pastor wa aina gani? Nikamwambia wewe ndio kupiga sherehe. Ndio kufanya nini? Piga sherehe. Na ndio kupiga sherehe bila yule Yesu. Tao. Now, nataka tujifundishe kitu kwa sababu masaa yetu inaenda sana. Sijui leo umefanya nini? Nimevua. Beti, nimevua. Mambo ya moto leo kuchelewa. Mama Grace, umeamua leo kuchelewa. Oh, beti mimi tulikuwa kuja. Shida ni Mguu ulianguka. What happened? Yenyewe tu. Sawa, taomba. Jana ulikuwa tu hapo vizuri. Alright. Fanya vizuri kukuja. Acts. Ama we want to study today. Masaa yetu imeenda sana. Sijui hata tutachukua madaka ngapi. It's almost 11. Kwa nini tunahitaji? Why do we need God? Why do we need God? Bwana Yesu asifiwe. Why do we need God? Kwa nini tunamhitaji Mungu? Why do we need God? From the word God. Kwa sababu kuna confusion. There's a lot of confusion. Kuna watu they don't care about God and they're just okay. Maisha yao inaendelea. Ukimwona maisha yake inaendelea vizuri. Napata pesa, anaenda kulewa, kitaka kwenda kwa mganga anaenda, kitaka kwenda kwa mchawi anaenda. Na maisha yake inaendelea vizuri. Now the question is, as a human being, brother, why are you here? Why do we need God here?
kila wakati. Kuna mtu aende kanisani na maisha yake yanaendelea tu vizuri, na mtu aombi na maisha yake yanaendelea tu vizuri. Nasomesha watoto wake. Ukitaka kazi lazima uombe Mungu. Ukitaka kuendelea lazima uombe Mungu, na kuna mtu ashaseti hivi. Kuna mtu namjua. Anafanya kazi kwa government. Yaani akiwa kwa government anapiga michoro. Unakuta baba ni polisi, mtoto ni polisi. Hata wengine wanaweka kwa jeshi. Baba mmoja tu. Na huyu mtu si ati anamcha Mungu, anaishi maisha yake. So, why do we need God? Mother, why do we need God? Ni nini inatuleta hapa kanisani kila wakati? Tunanyesha na mvua kutoka Githurai tukikuja kanisani. Why do we need God? Kwa nini tunahitaji Mungu? Kuna watu nje, they don't care about this God because sisi tunashughulika naye. Na maisha yao yanaendelea tu. Tutao wanasoma. Wanaishi wengine ni maanglo. Wengine ni mabanga, wengine ni maloya. Why do we need God? Is our God lesser? Is our God lesser? Why do we need God? Amen. Hebu nisome Psalms chapter number 34 hapa. Tusikie nasema ni 34:32. Not 32:22. The last verse. Psalms 34:22 nasema hivi. The Lord redeemed the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be desolate. Narudia. The Lord redeemed the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be desolate. Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliayo. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ya kwanza, we need God ili tukuwe redeemed. Tukuwe nini? Redeemed. Unaweza kuwa nje unatembea tu, naona hata watu naona wanaendesha magari makubwa, wanafanya mambo makubwa. You think that they are okay, but they are not okay. Mimi kuna mtu ninamjua huko nyumbani, a relative of mine. Na kijana yake atakuja hapo. A relative of mine, tukiwa wadogo hivi miaka 10-12, this guy was a police officer. Alikuwa mtu ya traffic, a base commandant. Yaani alikuwa anaokota hongo kweli. Sasa akija nyumbani alikuwa anaita wazee kina dad, wazee rika zao, wanaanza kunywa pombe, hawaende kwa club, wanaenda hapo nje. Tunajua kwetu kuna mabiti, biti zinatolewa, wanaleta mapombe, wanaita chang'aa, inaleta kama 20 liters, wanakunywa kuanzia asubuhi mpaka saa 9. Wanakunywa, wanapiga kama story. Hata sijui nini story gani walikuwa wanapiga. Wanakunywa chang'aa, wanaja hapa kuna polisi ya kuja kuwauliza hapo. Si wako hapo kwa serikali. Polisi hawezi kuja hapo kuwauliza swali. Wanakunywa mpaka wanachoka. Ikifika saa 9 chakula kinapigwa, wanakula, wanatoka.
Sasa saa 10 inafika, sasa wanaenda wapi? Kwenye club, wanaenda kupambana na Tusker, Pilsner. And pesa kwa haikuwa na issue. Hata nilikuwa najiuliza nikiwa mdogo, huyo mwanaume kuna pesa mingi aje? Akikuwa na pesa mpaka lazima tu anarudisha hawa watu wote, na wakienda kwenye klabu wanatoka saa 8 saa 9 ya usiku, tunasikia tu wanarudi. Amen. Watoto wake alikuwa mweka vizuri, wanasoma vizuri, akaenda akaoa second wife. Akaenda akaoa second wife. Shida ikafanya nini? Katokea alikufa ghafla tu akiwa kazini, tukakimbia huko Kijia mahali alikuwa anaishi, tukakuta ametekeza kasanduku. Pesa za 150 zinafika 40,000 za Hongo. Sinawapende ni tipi yangu, very close one. Sasa what happened? Akafa, akafanya mazishi, bunduki zikakuja zikapigwa kwa boma, tukazika yeye. What happened? Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4, mabibi wakaanza vita. Hawaonani hivi macho kwa macho. Wakapigana kile kikweko, wakagawana. Miaka ikapita kama 10, as we speak. Wale watoto wake walikuwa wadogo hivi. Sasa hivi wameshamaliza form 4. Kuna mmoja atakuja hapa. So wakati wameamua sasa, anaanza kuishi, shida zikaingia. Yaani that uncle of mine wakati aliendana na kila kitu. Saa hii vile tunaongea, ni kama baba yake alienda na kila kitu. Hata huyo bibi yake ya pili, my aunt, alisikwa siku nyingine akapigwa transfer au mpaka huko ukapaya. Ilibidi nifuate niende na potele kwa polisi. Bibi mwenyewe shinda sasa, nani angesaidia mwingine? Mimi ndio ningesaidia. Si ati yeye mimi ndio nenda kusaidia. Kitu tunafanya nini? Change. So, Biblia inaanza kutuambia in the book of Psalms, the first priority ya Mungu ni kuredeem. Hizi vitu tunafanya kwa sababu ya generation nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kuwa tu hapa mhubiri na watoto wangu upate laana. Masikia? That's why we need God. Hata kama unaweza jiombea Mungu akubariki, lakini kumbuka watoto umefanya nini? Umezaa. Wasikuja mkua nini? Laana. Bwana Yesu asifiwe.
are the reasons why we need God. Ukisikia umechoka, nimesikia pasa mwingine amenifurahisha sana leo kwa TV, anasema kuna watu wamegrow, wamekuwa watu wazima, wamefanya dhambi mpaka wamekuwa retired. Wenye dhambi retired. But as much as we are in the church, ama tunatafuta Mungu, why can't we, ukishindwa kabisa kufikiria kuhusu maisha yako, fikiria kuhusu nini? Watoto. Ukisikia kabisa wewe uko sawa, you don't need anything, you are okay, can you think about the children? Pia inaweza kuwa sababu ya wewe kutafuta nani? Mungu, ama kumhitaji Mungu very close. Amen. Nilikwambia kuna askari mmoja, huyu anamjua huyu nani, huyu Brado anamjua. Huyo askari tunahubiri naye injili kwa muda mrefu, lakini baba yake ni askofu. Huyo kijana ni huyo askari hata hajasomea shule za kawaida, amesomea zile shule za dini zinaitwa ngaje? Approved schools. Hizo approved schools amesomea. Alikuwa mwerevu lakini ni msumbufu. It's a university material, but ni msumbufu, akasomea nini? Approved schools. So akitoka approved schools akaajiriwa kama polisi. Tunahubiri injili lakini anasumbua. Hata tulikuwa tumpeleka mahali kama hapa ati aenda ahubiri. Akiamuka TV kuhubiri, anahubiri 5 hours. 5 hours. Watu wanamwangalia wanachoka, lakini yako tu sawa, anaendelea. Sasa tuko tunamwambia Kimazi, kama wewe unachoka. But hata sasa hivi tunaongea hajaioa, hapa na miaka 15 kwa polisi. Tutamleta hapa. Yeye anamjua. Maxi, tutamleta hapa akuje kuhubiri kidogo. Years hajafanya nini? Hajaoa. Yaani ni usumbufu. Na hiyo usumbufu ako nayo yote. Baba yake ni askofu. Kanisa iko Komboko huko kwa vibaya. Because of the prayer, kwa sababu ya maombi ya baba yake kule nyumbani, na baba yake anafanyaga vituko, lakini baba yake wanafanya nini? Wanamuombea. Akiwa paka Kasarani, alipatikana na kashfa. Wakaita wakasema kuna watu kwa klabu sijui watafanya nini, wakaenda na mabunduki. Kaenda kufika kwa polisi kwa klabu penye wameitwa. Katoa mabunduki, kila mtu mabunduki yote. Unajua badala kwa station walikuwa wawili. Piga risasi, kumbe watu anapiga risasi, wanapigia risasi juu. Hapo ni mkubwa ya DCI. Kubwa sana. Wakamwangaisha, wakamnyang'anya bunduki. Kwanza hapo kazi ikaisha. Kapasimamisha. Tukonga tukiongea naye. Mtumishi ameni Mungu afanye kesi ya karoti. Kitu kama mwezi mmoja umepita hivi. Yaani nitakuja nikaenda mahali hapo. Akaniambia nimerudishwa kazi. Kama pia ndio nilikuwa nakwambia. Watu walimotoroka wote, marafiki alikuwa na wao. Wote mpaka askari wenzake. Mpaka wale tulikuwa nao kwa kundi. Walipotoroka wote walikuwa wanasema hii kaidi tu, acha kawaida. So hata waliposimamisha kazi wakajua hii mambo yake amefanya nini?
Maisha. Juzi mwezi kama mmoja ameniita na mwenzake yule walisimamisha, kaenda kwa nyumba, hata sio mbali, waliambia hapa pande hii. Piga story. Tulikuwa tunaomba na yeye, watu walipotoroka wote. Kabisa sasa amerudi kazini. Sasa kurudisha kazini na kumpea uchapu. Yaani anafaa uniform na kora ya mhubiri. Mwambie sasa simeingia vizuri kuliko tulikuwa tunafanya hapo mbele. Na nikamwambia kitu nawaambia. Kamwambia si watu wewe uko mzuri, kile kitu kinakusaidia. Ni mambo ya baba yako huko nyumbani na mama yako. Hizi vitu unafanya hapo unapitia ikipata mtu mwingine inapita na yeye, story zake zinafanya nini? Zinaisha. Bwana Yesu asifiwe. Najaribu kuambia nini? This is the reason why we need God. Sababu ya kwanza tunahitaji Mungu, hapa tunamhitaji Yesu ndani ya maisha yetu. Sababu ya pili, ukiwa na Yesu ana restore ama anarejesha uhusiano wa Yesu wa Mungu katikati ya wewe na Mungu. Hapo katikati ya Mungu na Yesu, yaani katikati ya wewe na Mungu, lazima kuwe na Yesu. Huyo tu ndio ako authorized kurudisha nini? Relationship. Kurudisha nini? Relationship. So you need God, you need Jesus to restore. You need Jesus to restore your relationship with God. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kitu unasikia tunahubiri, tunaambia watu pokea Yesu kwa sababu hakuna shortcut. John chapter number 14 verse number 6. The Bible says he is the way, the truth and life. Ukisoma hapo mwisho inasema no one comes to my Father except through me. So you need God. Ili upate Mungu unahitaji Yesu akarejeshe uhusiano wako na Mungu. Hakuna kitu kingine hapo katikati. Nothing. Si dini. You need God. You need what? You need God. So we need God in our life ili turudishe uhusiano wetu na nini? Na Mungu. Unaona watu, kuna mtu ako na simu lakini simu haina network. Shaona watu wengi sana. Crazy. Simu haina network. Ati hebu tembea hivi utafute nini? Network. Simu haina nini? Haina network. Ni kama mtu anatafuta Mungu na hana nini? Hana Yesu. Hakuna network ya Mungu ako nayo. Ikelele anakupigia. God without Jesus hakuna network. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna nini? Hakuna network. Acts chapter number 17. Acts chapter number 17:28. For in him we live and move and have
our being as a Satan also of your own points have said, for we are also his offspring. Narudia, for in him we live and move and have our being as a Satan also of your own points have said, for we are also his offspring. Kwa maana, nasoma Kiswahili, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mshairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Bwana Yesu asifiwe. We need God in our lives so that on our daily basis, yaani ukiamka unabreathe Mungu, ukiongea unaongea Mungu, ukiwaza unawaza mambo ya Mungu. Unajua kuna watu wengine wanakuwa na kitu inaitwa evil thoughts. Evil thoughts. Unafikiria tu venye utakata mtu Mungu. Unafikiria tu venye utasema leta petroli tuchome. Yaani uko tu na evil mind. You have evil mind, you have evil thoughts in your mind. So, why we need God for you to have, yaani ukuwe na mawazo yaliyo sawa, fikira zilizo sawa, feelings zilizo sawa, ama maisha ambayo inapatana na Mungu. Lazima huyo mwenyewe akwe ndani yako. Amen. Ushawahi sikia mtu ukikutana na mtu ambaye ni mwizi, kwa sababu ile kiroho cha wizi kiko ndani yake, kwa sababu ile kiroho kiko ndani yake cha wizi, yeye anaongea kuhusu stories za nini za wizi, because anaongea what is in, from his yani inner inside, ndani yake. Hiyo ndio iko. Bwana Yesu asifiwe. Si nikwambia ukipata kideri, unafuta kideri, yaani maragwe. Panda maragwe unafuta nini? Maragwe. Watu wanafanya vitu wanafanya huku duniani because they are product of what they are doing. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda hapa Ruiru kuna kampuni ya kutengeneza mattress. Hizo kampuni za kutengeneza mattress hapa Ruiru, hakuna siku utakuta ni kampuni ya kutengeneza mattress na upate inatengeneza mikate. Forget about it. Mikate kama kampuni imefunguliwa kutengeneza mikate, ama ni kutengeneza mattress, itaendelea kutengeneza mattress. Hakuna siku nyingine utaenda huko atupate imetengeneza bluebird. So, for you to think like God, to walk like God, to talk like God, to do things of God, lazima huyo Mungu akuwe ndani yako. Lazima huyo Mungu akuwe ndani yako. Huwezi kusema ati kuna Mungu hapo na kujua Mungu, alafu you are doing things that are contrary to God. And then one of the 30 reasons we need God is for you kuishi maisha kama ya Mungu, kuwaza kama Mungu, kufikiria kama Mungu. Kuna mtu alinikosea last week, kafikiria niende nishike niweke ndani hapa ni mwache. Ikawa na siku tatu nikiomba Mungu nisaidie tukifanye nini. Nishike huyu mtu nipeleke ndani, na nilikuwa nikimpeleka ndani akitoka kwa police station, step ya pili ni prison. Nikafikiria huyu mtu nipeleke naenda kipindi, kwa sababu nilikuwa na mbili yote kumunasa nipeleke police station continue akakanyanga tu hivi masaa mawili wenye kumchukua na kwa kumngojea wapi? Prison. Nikasumbuka sana, nikaomba
Nikasema Mungu nisaidie. Saa hizi ningekuwa tumeomoka because of that person. Nikasema Yesu, ibidi nimwachilie. Niachane na hiyo mpango nilikuwa nayo kutrap. Nilikuwa nishaanza. Sababu nishapeana namba wa track waniambie mahali yako wakatambia. Ilikuwa sasa ni kumseti tu twende muende. Tulikuwa tushamlocate. Yeye alikuwa anafikiria amejificha sana. But nikafikiria maandiko inasema hapa, yaani forgive others if you want to be forgiven. Wewe kama unataka kusamehe watu, wewe unajua hata wewe kuna makosa utafanya. Zamu yako ikifika, hata utahitaji nani? Sema msamaha. Ilibidi I let it go. Kabidi nikasema wachana na yeye. Bado tunaishi hapa duniani. Hakuna mtu anajua mambo ya kesho. Acha nimwache. Nikamwacha. How can you think things of God? Lazima Mungu akwe ndani yako. Na lazima roho wa Mungu akwe ndani yako ili ukaweze kufikiria vitu ambazo zinahusiana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwona mtu anasema ako na Mungu ama ako na Yesu, ama hii lugha tunatumia siku hizi nimeokoka. Ukisikia mtu anasema ameokoka na afikiri vitu za Mungu, huyo mtu wanatembeanga tu na Yesu lakini hayuko ndani yake. Si niwaambia siku hizi kuna tofauti ya mtu Yesu kuwa ndani yake na kutembea na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumetembea sana na Yesu, lakini inafika wakati Yesu anaishi ndani yako. Yesu akiishi ndani yako, your thoughts inakaa kama ya Mungu. Kutembea kwako kunakaa kama kwa Mungu. Hata kuvaa kwako kunakaa kama kwa Mungu. Amen. Psalms 5:12. Psalms 5:12. Maliza hii tuingie kwa main service. Masaa imeenda. Psalms 1. Psalms what? Ndio hiyo. Inasema hivi. For though Lord will bless the righteous with the favor, with thou compass him as with shield. Kwa maana wewe utabariki mwenye haki, Bwana atamzungushia radhi kama ngao. Yani compass as with a shield. Compass as a shield. Unajua kuna kuanga na righteous ya watu. Righteous ya watu. But kuna righteousness of God. Kuna watu wanajitafutia self righteousness, but kuna righteous of God. Amen. So, tunamaliza hivi. The reason why we need God, number 1, the restoration. Number 2, to have abundant life. Uzima wa nini? Milele. The reason why we need God. Kama unahitaji Mungu, you don't have abundant life kama hauhitaji Mungu. Na kama hauhitaji Mungu, pia hauna nini, una uhusiano na nini? Na Mungu, relationship. Tunahitaji Mungu to free ourselves from sin. To free ourselves from sin. Ili usitende dhambi, lazima uwe na Mungu. Maana ile roho ya kutenda dhambi ikiwa ndani yako, inamaanisha lazima ikutoke. Na ili kutoke lazima roho ya Mungu ifanye nini? Ingie. So we need God to free ourselves from sin. Free from sin. Lastly, we need God for eternal what? Eternal life. Kuna abundant life na kuna eternal life. Bwana Yesu asifiwe. Eternal life ni uzima wa milele. Currently tunaishi kitu inaitwa abundant life on earth. Bwana Yesu asifiwe.
abundant life, the life of fullness. The life of fullness, abundant. Maisha ambayo tunaishi saa hizi hapa duniani, we need abundant life, but kuna ile pia eternal life. Bwana Yesu asifiwe. Kuna pia eternal life ambayo tunafanya nini? We need it. Amen. So as we know and we understand the reasons why we need God, reasons why we need to pray, because we need God. Tunahitaji Mungu, tunahitaji Mungu kwa sababu fulani. That's why nawaambia you have to worship God ama kutafuta with reasons. Ukishajua hizi reasons utakuwa sawa. Ukishajua hizi reasons utaweka bidii ya kutaka kujua Mungu ama kutaka Mungu kuwa karibu na wewe, because these reasons zinafanya nini? Zina excel. Amen. Bwana Yesu asifiwe. This is the reasons why we need God. Don't just come to church because kuna mtu anakuja kanisani ama unakuja church. Watu wako na big visions, lakini wewe uko na big issues. Unakuja kanisani unataka kuoleka, unakuja kanisani unataka kuoa vitu peti. Ukishaoleka, kuna watu wanaoleka huko nje tu. Anaoleka leo kesho anatoa. Sasa yani akili zako zote zinafanya unakuja gaya church hapo unaomba ati unataka kuoleka. Hiyo tu. Na inapoleta kanisani hapa kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo unakuja kanisani ati unataka kuokoka. Unataka kufanya nini? Kuokoka. Hiyo kitu kinakusumbua kwa kichwa yako usiku na mchana. Kuokoka. So, ukishaokoka. What next? Ukishaokoka. Amen. Petty issues, material things. So, hizi ndio basics ambazo zinafanya tunatafuta Mungu. Na ukishapata kwenda hizo vitu zingine ni vitu za zile Biblia inasema tafuta ufalme wa Mungu na hiyo nyingine itafanya nini? Itaongezewa. Yaani vitu wewe unafaa kuongezewa, sio kupewa, kuongezewa. Wewe ndio unatafuta. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So, hebu nisome Psalms 51 tumaliza na hiyo. Tuje kwa main service, tumechelewa sana. Psalms 51 verse number 5 inasema hivi, behold, I was sharpened in behold, I was sharpened in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Tazama mimi niliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. 6 Behold, I don't desire truth in one part, and in the hidden part thou should make me to know wisdom. Tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kila mtu alizaliwa akiwa mwenye dhambi. Wale wako kanisani, wale wako nje, wale wako kwa dini, kila mtu alizaliwa akiwa mwenye makosa.
Na Solomon anasema mama yake alimzaa akiwa hatia wa dhambi. Amen. Akiwa hatia wa dhambi. Guilty of sin in the womb of his mother. Guilty of sin. Now, we need God. Tunapoelekea kumaliza mwaka, you have to make a decision. Najua ni kwa nini watu wakiruka mwaka 31 wanapendana sana kusikia kile Mungu anataka kusema. Because wanafikiria hiyo tarehe moja kuna kitu huja kina change kwa Mungu. Ni kama Mungu anakuwa ametoka safari. Amekuja Michael. Umesikia hiyo? Mungu ametoka wapi? Kama ametoka kwa safari. Mungu akwanga ameenda safari, anakuanga tu hata kwenye tunaongea hivi hapo tu. So kuna level umekuwa ukipelekana na Mungu casually. But it's high time. It's high time. Naelekea. Unajua tumeslow down kwa sababu hataki mambo mengi, tunataka tuvuke mwaka kwa roho safi. Tukishavuka mwaka tuingie level nyingine. Tutafute Mungu level nyingine. We want to see God by the way. We want to see God in our life. The real God. The real God of our forefathers. Mungu wa Yakobo, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka. We want to see that God. Tutaka Mungu. Tutaka Mungu. Tusimame. Baba Mungu, katika jina la Yesu tunasema ni asante. Umeinuliwa zaidi ya majina yote, umetukuka zaidi ya miungu yote. Mchana wa leo Mfalme, we need you God, because we need to see, we need you in our life, in the mighty name of Jesus, to restore the relationship between us and you, King of Glory. We need you because we need abundant life and eternal life in our life, in the mighty name of Jesus. We need you, God, for us to live free from sin. We need you. And we are praying this morning that God will help us. The glory and honor of your holy name. It is the prayer of our heart that God, you will help us as your children to the honor and glory of your holy name. I thank you, I honor you because of this word. I know, Lord, you are doing good things, and your thoughts towards our life is yes and amen, and it's perfectly well. Lord, we pray that let your grace, let your purpose be fulfilled in our life to the glory and honor of your holy name. We thank you this hour as we are going to the main service. We pray that God, the Holy Spirit, take control and take charge of everything to the glory and honor of your holy name. We worship you. We thank you. We bless you for those who are on the way coming. Lord, we pray that God protect them by the blood of Jesus in the mighty power of heaven. Blessed be your holy name, because you are the King of Kings. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray and we believe. Sema amen. Nasema sema amen. Sema amen. Nataka tuingie kwa main service. Tumebakisha some 30 minutes kuingia saa 6. Fanye ibada. Amen. Watu wa ibada. Mama Grace kuja mbele. Pray you. Nani anaitwa nini? Betty.
Salamia tu mwambie karibu katika ibada.
Fungua kinywa chako tu, ambie Bwana anastahili. Fungua kinywa chako, ambie Bwana Yesu ametukuka na ametamalaki. We bless your holy name. Baba uinuliwe, uabudiwe. Baba uinuliwe, jina lako litukuzwe. Jina lako liinuliwe. Jina lako litakuliwe. Fungua kinywa chako tu, ambie Bwana Yesu mchana wa leo anastahili kuinuliwa. Ambie Bwana Yesu anastahili kutukuka. Ambie Bwana Yesu anastahili kuinuliwa. Ambie Bwana Yesu ameinuliwa katika maisha yako. Ambie Bwana Yesu anastahili kutukuka. Toa tu kinywa chako, mwambie Bwana Yesu ni asante. Fungua kinywa chako tu, mwambie Bwana Yesu anastahili kuinuliwa, anastahili kuabudiwa. Nataka kusikia watu wanaomba. Lord, we worship your holy name. In the mighty name of Jesus, we bless your holy name. Asante Yesu. Uinuliwe ukoe sifa na utukufu. Asante Bwana kwa Bwana. Unastahili kuinuliwa. Unastahili kuabudiwa. Mungu wa neema, Mungu wa uwezo. Uinuliwe na ukaribiwe mchana wa leo. You are glorious God. Blessed be your holy name. Jina lako liinuliwe. Jina lako likabudiwe. Mwambie Bwana Yesu anastahili. Mwambie Bwana Yesu anastahili katika maisha yako. Mwambie Bwana Yesu ameinuliwa. Mwambie Bwana Yesu anastahili kuabudiwa. Mwambie Bwana Yesu nampa ibada. Mwambie Bwana Yesu kushukuru, mwambie amekulinda kwa jina lake, amekulinda, amekuhifadhi. Kuna watu mlianza nao Januari mwaka huu hawako pamoja nasi. Kuna watu jana hawajaiona siku ya leo, wengine wamelazwa hospitalini, wengine tunaposema sasa hivi wako stranded mahali. Mungu katika nyumba ya Mungu, fungua kinywa chako, mwambie Bwana unastahili. Ambia Bwana umetamalaki. Neema yake imekulinda, neema yake imekuhifadhi, kwa wema wake amekulinda, amekuhifadhi. Ambia Bwana ameinuliwa ndani ya maisha yako kwa jina la Yesu. Amekuhifadhi, maadui wamekuweka mitego, Bwana akakuokoa. Mwambie Bwana anastahili, mwambie Bwana Yesu anastahili. Nataka kusikia watu wanaomba. In the mighty name of Jesus, Lord, we glorify you. We give you honor, we give you adoration. We have a certain answer. Shakalababosha, Rakatalababosha. Ndio sauti yako, mwambie Bwana anastahili. Rapakatakayakorodogodoshaya. Ukona kila sababu ya kumwambia Bwana anastahili. Ndio sauti yako, mwambie Bwana ameinuliwa. Ndio sauti yako, mwambie Bwana Yesu anatawala. Ndio sauti yako, mwambie Bwana Yesu anatamalaki. Ndio sauti yako, mwambie Bwana anastahili. Amekuwa kwenda mpango, amekuwa kwenda mpango. Lord, we thank you. Lord, we give you glory. Lord, we give you honor. Asante kwa Mungu, ushinde kwa mkono wa Yesu. Wewe maadui walipokutafuta, wamekuwa kukumalisha. Ona Baba zako ushala. Ambia Bwana Yesu unastahili. Ambia Bwana Yesu asante. Ambia Bwana Yesu ni mrefu. Wewe sifa mrefu. Mwambie ametamalaki. Mwambie aendelee kutawala ndani ya maisha yako. Mwambie aendelee kutawala ndani ya maisha yako. Akatawala watoto wako. Yeye ametoka mirefu. Wewe tu haujui mtego Yesu amekuangusha. Wewe tu haujui mtego Mungu amekuangushia. Ungekuwa unajua. Ungekuwa sauti yako kumwambia Bwana ni asante. Mungu amekutoa mbali. Amekuangusha mitego mingi sana. Watu wamekuwekea mitego ya angani. Wamekuwekea mitego kwenye ardhi. Wamekuwekea mitego. Wamekuwekea mitego. Wamenena mambo makubwa sana kinyume na wewe. Wamesema mambo yako yameisha, lakini neema ya Mungu imekulinda. Somebody help me to thank God. Somebody anababosha. Shukuru anababosha. Shukuru Mungu tu, mwambie Bwana unastahili. Shukuru Mungu tu, mwambie Bwana umeinuliwa. Shukuru Mungu tu, mwambie Bwana umetawala. Shukuru Mungu tu, mwambie Bwana umetamalaki. Shukuru Mungu tu, mwambie Bwana hakuna kama wewe. Shakalababu, rapakataka yako, rukutara yabo, shakalababu, hayabo yakutu, rama yako, rakatalababu, rakatayangu, rakatalababu, shakalababu. Nasikia watu wanaomba kwa jina la Yesu. Rakatalababu, rapakatalababu, rabayangu, hayawalababu, shaya. Nasikia watu wanaomba kwa jina la Yesu. Mungu amekuwa mwema, Mungu amekuwa mwaminifu, amekuepusha na vitu vingine haujui katika ulimwengu wa kiroho. Mungu anatumia malaika, amekuepusha vitu vingi
sana amekuwa kwema kwako. Shakataka yangu ruku rakapateka yangu rukutukosaya rama yangu rukutusha reketulukosakayandara babababu rakatararabababusha rababababusha rakatararabusha reketulukosha reketakarabu rama yangu ruku rayandi reketulukosha rakatararabu. Naganakusikia watu wanaomba omba maina rama yangu rukutukosaya omba kwa jina la Yesu. Chukua ng'ombe tu mwambie Bwana ni asante kwa naboza shakatararabu reketulukosaya rapakatazakayanda omba somebody shakatakayanda reketulukosaya shakatara pray rakatararabusha rakatakayanda reketulukosaya reketarababa reketulukosaya omba rakatakababesaya reketelelebeshakatararabusha. We worship you, Jesus. We worship the King of Glory. We worship the mighty Redeemer. Inuliwa Yesu, tunakuabudu mfalme neema. Tunakuabudu hakuna kama wewe. Unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba. Unainuliwa mfalme neema. Asante Bwana mabwana. Tunatenda mambo tulivyopiga, tunavyoongoza mambo mbinguni. Asante Mungu wa neema. Unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu Baba. Asante mfalme. Asante mfalme wa neema. Thank you, Jesus. Rakatalabukoshaya, rakatalabukotokoshaya, shaklafrazaya ndilibuso, shakaraya bukotolubukoshaya, shakatalalabuso. Sasa hii waabudiwa wewe ni Mungu Baba, waabudiwa wewe ni Mungu Baba, unastahili kuabudiwa wewe ni Mungu Baba, unastahili kuabudiwa wewe ni Mungu Baba, unastahili kuinuliwa wewe ni
anakupeleka ni yeye anajua Jehova. Yesu unastahili. Omba ukimaanisha, ambia tu Yesu anastahili kwa maisha yako. Ni wengi wamejaribu kuvuka hii mwaka lakini wameshindwa. Wengi wamejaribu hata kung'ang'ana lakini wanashindwa. Ambia tu Yesu ni yeye anastahili kwa maisha. Ambia Yesu ni yeye anastahili Jehova. Unastahili kuabudiwa Jehova. Unastahili kwa maisha yetu Baba. Unastahili kwa mienendo yetu Jehova. Unastahili Jehova kuabudiwa Jehova. Kama malaika wanainama mbele zako, mimi ni nani nisikuabudu Jehova? Kama malaika wanakuabudu, mimi ni nani nisikuabudu Jehova? Na kuabudu Jehova nikisema unaweza mfalme, unaweza, unastahili Jehova. We worship your name O Lord. Unastahili mfalme, unastahili kuabudiwa Jehova. Unastahili mfalme, unastahili kwenye mioyo yetu Jehova. Unastahili Jehova. Wewe wenye wanaosafiri Jehova, unastahili mfalme. Wanaopiga sherehe ya Krismasi Jehova, unastahili mahali hapo Jehova. Unastahili kwa maisha hii Jehova. Unastahili Jehova. Tunapoenda kuvuka mwaka Jehova, unastahili Jehova. Umbali umetutoa Jehova, ni wewe tu Jehova. Unastahili kuabudiwa Jehova. Unastahili mfalme, katika jina la Yesu Jehova. We worship your name O Lord. Nasema ni asante Baba. Nasema ni asante Daddy kwa umbali huu Jehova. Neema zako Jehova. Baba tu neema yake. Neema yake ndiyo imekufikisha Jehova. Neema yake ndiyo imekufanya uwe siku ya leo. Neema yake ndiyo inafanya utembee Jehova. We worship your name O Lord. Nasema ni asante tu Jehova. Nasema ni asante kwa neema yako Jehova. Nasema ni asante kwa kibali chako Jehova. Hakuna kama wewe Jehova. Mungu wa uzima Jehova. Unastahili kuabudiwa Jehova. Hata kama mambo yamekuwa magumu kiasi, Mungu unastahili Jehova. Moyo wangu utazidi kukutumikia Jehova. We worship your name O Lord. Nasema ni asante tu mfalme. Nasema ni asante Baba. We worship your name O Lord. Yesu unatawala Jehova. Unastahili mfalme. Unastahili kuabudiwa. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima Baba, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima Baba, Mungu wa Danieli Baba, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Ulipasua bahari ya Shamu, wana Israeli wakapita, hata kama mambo yalikuwa magumu, najua uliweza. Ukuta wa Jeriko uliangushwa na ngome za sifa Baba, hata kama mambo yalikuwa magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima Baba,
Jehovah. We worship your name, O Lord. Tunasema ni asante Jehovah. Hata kama mambo yamekuwa magumu kiasi gani Jehova, ulikuwa upande wetu ukatutetea Jehova. Hata kama tumepambana kiasi gani Jehova, ulikuwa pamoja na nafsi yetu Jehova, ukaweza kutuongoza Jehova. Unastahili kuabudiwa Jehova, unastahili kuinuliwa Jehova. Tunapoenda kipindi cha kukusifu Jehova, ukaweze kutuongoza Jehova, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Sema amen. Say amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaenda kumsifu Bwana. Jipange na ngome za sifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kumsifu Bwana kwa baridi. Bwana Yesu asifiwe. Musiweke baridi. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, be free. Maandiko inasema kwa Yesu hakuna kulegea. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuchangamke. Bwana Yesu asifiwe. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Cheza. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Bariki. Shika kichwa yako, shika mabega, shika kiuno. Zunguka. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Baba, ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema maishani mwangu, ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana mimi
jump, 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 turn around, turn around, turn around. Azigizi, azigizi, luwe, 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 su luwe, luwe, su luwe, 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 su luwe. Shangwe na vigelegele kwa Bwana. Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu atanipigania. Walisema utafanikiwa, walisema walisema utamaliza mwaka, shangwe na vigelegele kwa kwa bendera yake Baba sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Baba sasa inapepea. Bendera ya ushindi sasa inapepea. Bendera yake Baba sasa inapepea. Bendera ya ushindi sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake sasa inapepea. Bendera yake Baba sasa inapepea. Bendera yake Baba sasa inapepea. Yesu wa baraka, 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 Yesu wa fungua, wali fungua, na pigeo
Ukitaka kushughulika na muziki ya zako. Aha. Uliza tunataka na jambo lako wapi? Unajua wanasema kwa kiatu. Wengine kwa barabara. Wengine kwa shughuli. Sisi ni hapo. Hapo tunapoondoka. Ndio maana tunataka kwa kiraka. Lakini sisi tunapojua Yesu. Ah. Wengine wanatembea kidogo. Lakini sisi tunapokaliwa. Nachezeanga wapi? Mimi nachezeanga hapa. Hapa tu. Kule upande unayo. Waacha hapo. Ndio kabisa. Ah. Aha.
Hakuna Mungu kama wewe Bwana. 1, 2, 3, 4. Jesus. Shangilia Bwana. Shangilia Bwana Yesu. Wakisema na milele kwa Bwana. Shangilia Yesu. Yes. Oh, thank you Jesus. Amen. Unaweza keti, unaweza keti ama keti. You may sit down. Amen. Amen. God is good All the time. Unajua siku venye zinaendelea, jirani yako, siku venye zinaendelea. Siku venye zinaendelea. Jana ilikuwa on Friday, nilipofungua watu hapa. Amen. Sitakuja kanisani. Ndio nikafikiria nakuja kuletewa pesa. Nakuja kanisani. Nakuja hapo Friday. Lakini pia mpiro nikawacha biashara yangu nafanya. Sasa tuende kanisani, nataka kukuona tu. Basi nataka ukemee shetani na uniombe nenda nyumbani. Nataka ufanye nini? Ukemee shetani na nataka kwenda nyumbani. So Friday tumefungua watu. Wameenda wapi? Nyumbani. Watu wanaenda nyumbani. Disemba hii makanisa mengi ukienda watu wameenda nyumbani. Sasa hivi mabarabara ndio zimejaa watu. Hawako kanisani. Sema amen. Wamejaza mahali mpaka hakuna gari mahali. Watu wamefanya nini? Wameenda nyumbani. Hata kama unaenda pia tunakuombea. Amen. Kuna kuombea uende. Inaruhusiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utuachie walinda malango, sisi tubaki wenye malango. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tunaanza ibada late. Iwe inaenda ikicheji kampaka nakuja kajua kapua kanajua. Najua kuna watu wamefungua mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. All in all in the service, tunashukuru Mungu kwa sababu ya kila jambo. Amen. Amen. Ukuwe mtu ambao unashukuru Mungu kwa kila jambo, hata kitu ukisikia maybe akiende mzuri, you thank God because Mungu haizi change anything kwa sababu mambo hayaendelei mzuri. Yeye anabaki kuwa Mungu. Amen. Na hata ikienda mzuri anabaki kuwa Mungu. So the Bible says we thank God in everything. Amen. Amen. So we thank God kwa sababu amekuwa mwaminifu. Amen. Sijaona leo sura mgeni, unajua nikiwa hapa naona kila mahali. Amen. Amen. Nataka tutayarishe sadaka. Amen. Amen. Nataka tutayarishe sadaka. Bado tuko kwenye maandalizi. Tutakuwa na mkesha hapa ya kukata na shoka. Hapa tunaeleweka vizuri. Wacha penye wanatuona kama tumenyamaza. Tutazifungulia hizi vyombo. Makelele za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutazifungulia zile maximum. Amen. 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 So tunajiandaa kwa sababu ya mkesha wa 31st. Haiko mbali. Sisi akili zetu ziko huko. Haziko hapa katikati. Maana Biblia inasema ufalme wa Mungu sio kula na kukunywa. Haimaanishi atukuli. Amen. Haimaanishi atukuli soda. Amen. Yes. Rose Muhando akasema hatuko mbinguni kuna juice baridi. Nyama choma. Na nyama choma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Takuja na Rose Muhando. Sijui nitampata wapi. Muulize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alituambia huko mbinguni kuna nyama choma na juice baridi. Na asali. Juice baridi. Amen. So, nataka tujiandae kwa sababu ya sadaka. Tumaingia white. Amen. Tunapojiandaa, nisaidie na hii simu yangu. Hii holder ya kamera sijui simewekwa wapi. Nisaidie na hiyo simu.